Kuhusiana na huu mradi, kwa kweli uliponikuta, kwanza nilikuwa nimemaliza shule. Kwa hiyo nilikuwa tu mtaani, yani sielewi naanzia wapi na malizia wapi baada ya kuwa mtaani. Lakini nilipoingia kwenye huu mradi, nimewezwa kufundishwa vitu ambavyo kwa kweli vimenitoa kwenye hatua moja kunipeleka kwenye hatua nyingine, ambapo naamini kwa hichi chanzo nilichonacho tayari imeshakuwa ni fursa kwangu kwa ajili ya uchumi tayari. Maana nikiangalia uchumi niliokuwa nao mwanzo na baada ya kuingia kwenye hii fursa tayari nimepiga hatua kubwa sana, ambapo naamini hata leo kwenye mahafali haya ya kuhitimu, ninapotoka hapa ninaenda tena kuanzisha kitu kingine ambacho kitanisaidia kujiendeleza kiuchumi. Pamoja na vifaa vyote nilivyo navyo, naamini kabisa lazima nitasonga mbele kiuchumi na kimaendeleo hata kwa jamii. Mimi nimeweza kupata vifaa vya ufundi magari, vitaweza kunitumia, nitatafuta frame niweke kazi na nifanye kazi, sitakaa tena mtaani, sitalala tena kitandani. Maana ilikuwa nikimaliza kunywa chai mimi nalala, lakini sasa hivi nikimaliza kunywa chai naendelea kupambana na kazi za hapa na pale. Nitazidi kupambana kama vijana wangu. Kiwango changu cha elimu ni kidato cha 4 na nilipomaliza nilikuwa kwa kweli sina kazi ambayo inaeleweka. Nilijihusisha kwenye biashara tofauti ya ujasiriamali, lakini bado ilikuwa haileti tija kwa sababu nilikuwa sina elimu ambayo iliniendeleza zaidi ya pale. Lakini baada ya kuja hapa ni elimu ambayo nimeipata na kidogo nimepata fursa ambayo imeendelea kunipanua zaidi kiakili, na nimeweza kupata pia nafasi hapa ambayo pia naendelea na kozi ya muda mrefu. Mimi kama mwanafunzi ni mnufaika wa kwanza. Nitaenda kufanya kazi na kujiingizia kipato mimi mwenyewe, pasi na kutegemea labda ajira ya serikali au ajira ya sekta binafsi, kwa sababu na elimu mimi mwenyewe kichwani naweza nikafanya kazi na kujiingizia kipato na bila kuilaumu serikali kwa kusema kwamba ajira hamna, serikali haituangalii sisi vijana. Kwa nini nikae chini wakati na kitu kichwani? Kwa kuwa ninafanya, nitaenda kufanya kazi na nitaingiza kipato. Hivyo ndivyo itafanya kazi ya kuinua taifa letu. Kwanza niwapongeze Plan International kwa jambo kubwa mlilofanya. Tunaweza kusema mmefanya kazi kubwa sana. Katika hotuba yenu mmesema mmetoa zaidi ya milioni 160 kama ada ya wanafunzi hawa kwa program mbalimbali, ile awamu ya kwanza, ya pili na ile itakayomalizika. Nyinyi watu wema sana, Mungu awabariki. Kama kuna mashirika bora Tanzania yaliyojipambanua kuwekeza kwa vijana, basi Plan International ni moja wapo, na mna kila sababu za kupewa pongezi za dhati ya moyo wetu sisi viongozi wa serikali. Maana mngeweza kuchukua fedha hizo na msifanye haya mlioyafanya, lakini kuwalipia ada vijana na vijana wakasoma na leo wamehitimu, wanapewa na vifaa. Hii ni mwanzo wa kwenda kuanzisha maisha yake. Plan International mlichofanya, nyinyi mmetoa ujuzi, mkatoa nyavu ili watu wakavue. Hamkufanya mtu kumpa samaki ategemee chakula kutoka kwenu. Sasa nyinyi vijana mliosomeshwa, kwanza mjue zipo fedha zimetumika kuwalipia ada. Fedha hizo zingeweza kufanya mambo mengine, lakini bahati mliopata miongoni mwa vijana wa Kitanzania, zaidi ya vijana 800 wanufaika, na nyinyi leo vijana 336 ambao ninyi mtakwenda kupata vyeti, lakini 2 mmepata ujuzi, 3 mtapata vifaa. Nendeni mkauone uzalendo wa Plan International mioyoni mwenu na kwenye maisha yenu. Ichukulie mwanzoni unajiunga na hii program, haujui kushona, leo una ujuzi wa kushona, umepewa cherehani. Tayari huo ni mwanzo wa safari kwa mtu anayejitambua. Yule mtu ambaye hajajitambua ndio ataanza kusema mtununulie na vitambaa, kesho atasema mtukolie na flame, kesho kutwa atasema nani atafanya dialysis. Huo ushamba. Mwambie mwezio huo ushamba. Tayari mmepata knowledge kubwa, mmewezeshwa, mkapata vyeti vya VETA, mkapewa na vifaa vya kufanya kazi. Sasa kazi kwenu, na hatutarajii, na kwa sababu mmesema hao wanatoka Nyamagana na Ilemela, mtupe na orodha yao, majina yao, ili kwa sababu msaada ni kweli wako, lakini msaada kwa ajili ya maisha yako. Hatuwezi kukubali tukupe cherehani ukauze, tutakuchukulia hatua kali za kinidhamu. Si mmenialika? Kasimamia kila haki iende kwa mwenyewe haki yake. Kila mwenye wajibu akatimize wajibu.
Hatuwezi kukupa wewe cherehani wewe ukaenda ukafanya biashara, utakuwa hujatimiza wajibu wako. Tutakukumbusha namna bora ya kutimiza wajibu wako, na ndio maana ipo serikali. Haya, nipigeni makofi kwa kusema kofi. Mimi sina maneno mazuri sana ya upande mmoja tu, nayo pia yale ambayo ya kuambiana ukweli. Sasa mtu akiambiwa ukweli anadhani ameambiwa vibaya. Lazima na nyinyi mkatimize wajibu wenu. Lakini wenyewe mmesema kuna changamoto ya baadhi ya watu utoro, ndio maana wengine hawakumaliza. Hebu fikiria, fedha zile aliyetoa umjui, amekuambia andika jina lako tukulipie ada, amelipa ada, alafu wewe hauji chuo. Huyu ana akili sawa sawa? Yaani upewe nini? Kama ulikuwa mtaani ametoka mtu akasema hawa tuwape elimu, tutawalipia VETA, ada wanalipa wao, wewe kazi yako kuja tu. Na umekuja siku mbili umeacha. Sasa vijana wa namna hiyo ndio wale vijana ambao hawajataka kuweka kwenye falsafa za kuutumia ujana wao kwenda mbele. Na sisi ni wasimamizi wa mradi huu. Kulingana na muundo wa taasisi, usimamizi unaanza kwa ngazi ya VETA makao makuu ambao ndio wasimamizi kuu wa hii miradi, lakini kwa sababu ya mgawanyo wa majukumu ule usimamizi unarudi kwa ngazi ya kanda. Kwa hiyo kwa ngazi ya kanda na sisi ni wasimamizi ambao tunafuatilia utekelezaji wa mradi huu toka kwanza mpaka kutamatika. Tunafuatilia kwa karibu, tunafanya tathmini na ufuatiliaji kujua mafanikio na changamoto zile ili tuweze kuzitatua kwa pamoja kwa kushirikiana na vyuo. Lakini kwa VETA kanda ya Ziwa sisi tunasimamia mikoa minne ambayo ni mkoa wa Kagera, mkoa wa Geita, mkoa wa Mwanza na mkoa wa Mara, ambapo kwa sasa tunavyo vyuo 11. Na tunatarajia na serikali kwa sasa hivi inaendelea kujenga vyuo vingine 14 kwa kanda ya Ziwa, ambapo jumla tutakuwa na vyuo 25. Na kwa mkoa wetu wa Mwanza tunavyo vyuo vitatu, ambapo tuna chuo cha Mwanza, tuna chuo cha Ukerewe na chuo cha Kwimba. Na tunatarajia kujenga vyuo vingine, serikali itajenga vyuo vingine vitatu na itafikia vyuo 6. Kwa hiyo mnaweza mkaona ni namna gani fursa ya mafunzo inaendelea kufunguliwa kwa jamii na vijana wote ili kupata ujuzi, lengo wakaweze kupata skills ambazo zitawasaidia kujiajiri na kuajiriwa ili tengeneze nguvu ya taifa yenye tija. Hawa ni vijana ambao tuliwatambua kupitia jamii ambao wako katika mazingira magumu, wamepitia changamoto mbalimbali, wengine wameacha shule kwa sababu ya mimba, wengine wamesoma hawajafanikiwa kuendelea na masomo. Kuna vijana ambao wanapitia changamoto mbalimbali ambao walikuwa hawana mwelekeo. Kwa walikusanywa wakaweka kwenye vikundi vya hisa kukopa na kukopa zaidi ya vikundi 53 penye watu zaidi ya 1200 ambao leo hii sehemu yao vijana 400 ndio leo tumehitimisha mafunzo yao. Na katika hao 400 hawakufanikiwa kuhitimu wote. Ni vijana 336 tu ambao wamefanikiwa kuhitimu, na leo hii tumekabidhi vifaa vya kuanzia kazi kulingana na fani zao ili waendelee na majukumu yao. Tulilenga kutoa mafunzo ya ufundi stadi kwa vijana 800. Awamu ya kwanza ilikuwa 200, hii ni 400, kwa bado tunadaiwa 200. Lengo letu kubwa ni kijana apate ujuzi, aweze kujiajiri ama kuajiriwa. Na mpaka sasa hivi kwa awamu ile tu ya kwanza ile tumetoa kwa wale 200 wa kwanza wale, na vijana zaidi ya 80 ambao tayari wana shughuli zao. Na kuna vijana kama 23 ambao wameajiriwa, wengine hotelini, wengine kwenye garage, wengine kwenye workshop za aluminium, na wanaendelea na shughuli zao. Mfadhili aliyetoa fedha anatamani kuona kile kifaa kinafanya kazi kwa kijana aliyempa. Sasa wewe imagine leo tumetoa vijana 400 vifaa ya milioni kadhaa tumetoa. Afu kesho naenda kwa kijana yule unakuta hana kazi anaifanya, kifaa ameuza. Kwa hiyo matokeo mradi anakuwa amekwama. Ndio maana hata utaratibu wa kuwapa hatugawi tu kama kwa sababu amehitimu. Hapana, tunaingia makubaliano kati ya yeye na serikali ya kijiji ama mtaa na ya kata. Jamani, tunamkabidhi mtu kifaa. Tukija kutafuta tukikuta hakipo tunawadai nyie. Ndio maana hata leo tumemkabidhi mkuu wa wilaya. Kwa mkuu wa wilaya kwa niaba ya mkuu wa mkoa, wilaya zake hizi 2 kuna vijana tunawakabidhi vifaa. Tukikuta hawana vifaa tuwadai ninyi, kwa sababu sisi tuwepo hapo, hatuwezi kukaa hapo kila siku. Sisi ni shirika lisilo la kiserikali, sio serikali. Kwa majina anaitwa Kevin Daniel. Nashukuru mradi wa Plan International kushirikiana vema pamoja na VETA na serikali kwa ujumla watuwezesha sisi vijana kujikwamia kiuchumi kutokana na mafunzo waliotupatia. Mafunzo haya yatatuinua kiujumla kwa sisi vijana ambao tulikuwa hatuna pa kuanzia. Wengine walikuwa wamemaliza shule wapo nyumbani,
lakini wametuangalia si vijana wakatukwamua kiuchumi. Lakini kingine pia tunashukuru serikali au kutusahau nyuma, walijua kwa kuwa si vijana ndio nguvu kazi ya taifa, waliamua kutushika mkono bega kwa bega, kuamua kutusimamia si vijana na kufikia malengo yetu. Mradi huu utatuinua sisi vijana na kufikia malengo yetu. Kwa mfano kama mafundi mbalimbali, kama sisi mafundi wa umeme, tutafanya kazi kwa uaminifu na vifaa tulivyopewa tutavitumia kutokana na fani zetu tulivyo navyo. Kwa majina naitwa Esther Keni, natokea kata ya Buongwa, wilaya Nyamagana. Mimi ni kijana mojawapo ambaye nimenufaika na mradi huu. Kwa upande wangu mimi kwanza nashukuru sana shirika la Plan International kwa sababu wametutoa mbali. Mimi nina miaka 4 kwenye huu mradi. Kwa kuna vitu vingi nimejifunza, kuna vitu vingi nimenufaika na vingine na mimi kwa vile nilivyovipata nimeweza kuwafundisha hata na vijana wengine. Mimi nipo kwenye kozi ya ufundi mabomba. Nilikuwa sielewi chochote, lakini kupitia fursa hii na mimi ni kijana mojawapo ambaye nimekuwa na ujasiri kwanza kujisimamia mimi kama mimi. Pia nimejifunza vitu vingi sana kulingana na elimu mbalimbali ambazo walikuwa wanatupatia kama kikundi ambacho tupo nacho kwa pale mtaani kwetu. Kwa majina naitwa Lewis Lema, natokea wilaya ya Ilemela, kwetu ni Nyamongolo. Sema ukweli, nilikuja hapa tofauti, leo tena natoka tofauti. Nilikuja hapa sina kitu chochote kichwani kuhusu ufundi, na natoka hapa leo na kitu cha ufundi na kitu kikubwa sana. Kwanza naenda kubadilisha wadogo zangu, kwanza naenda kubadilisha baba yangu pale mwenye gari pale nyumbani likipata shida, mimi naenda kusimama kama fundi. Nasema asante sana, mmeweza kutushika nyie kama wazazi wetu, mmeweza kutupigania. Kuna sehemu tulikuwa tunafika tunakata tamaa, kuna sehemu tunafika tunaona tuweze, lakini wakatokea watu wakatubeba, wakatokea watu wakatushika mkono. Jamani, tunasema asante sana. Tunamshukuru pia na Dr. Samia Suluhu Hassan, azidi kumpenda, azidi kumpa moyo huo, maana Samia ndo ameweza kuwaruhusu hata kuja hiyo vema katika nchi ya Tanzania. Mungu awabariki sana, tunawapenda sana. Kwa majina naitwa Laina Biara Revelian, ni mkazi wa wilaya Ilemela, kata ya Busweru. Nipende Mungu, nipende kumshukuru kwanza Mwenyezi Mungu kwa ajili ya nafasi hii ambayo ameendelea kutuwezesha sisi, na pia wafadhili wetu wa mradi huu ambao wameendelea kuwa nasi kutuunga mkono. Nipende kusema kwamba Mwenyezi Mungu aendelee kuwasaidia zaidi na aendelee kuwaboresha zaidi, ili kila ambacho walichonacho waendelee kukitoa hata kwa wenzetu ambao bado wanahitaji huduma kama hii. Mimi binafsi niko fani ya fundi umeme wa majumbani. Ninashukuru sana kwa sababu kadiri nilivyokuja na vile ambavyo nilipokelewa na tulipata mafunzo kwa ustadi kabisa, kwa ubunifu na kwa ubora zaidi, tumeweza kupata chochote kitu ambacho tumeondoka nacho, sivyo kama tulivyokuja. Tumeondoka tukiwa tumejaa na tumeondoka tukiwa tuna uzoefu mkubwa mno ambao tunaweza kupata kazi sehemu yoyote tukafanya, na kidogo ingine tumeweza kupata site ambazo tunaenda kufanya, tayari tunajiingizia chochote kitu ambacho kinaweza kutusaidia katika maisha. Nipende kusema kwa kweli tunaendelea kuwashukuru, tunasema ni asante zaidi ya zaidi, kwa maana mkono wenu au mchango wenu wa mradi huu umeendelea kuwa ni mkubwa zaidi kwetu sisi, na tunaahidi kuwa tunaenda kuwa suluhisho la changamoto na sio chanzo cha tatizo.